roho. Wewe ni wangufu sana. Asante sana, karibu sana. Haleluya. Amen. Rafiki zangu tuliokusanyika katika studio hizi za Radio Habari Maalum. Yes. Ningependa tufahamu ya kwamba Mungu hukaa katika sifa. Tunapokuwa tunamsifu na kumuinua katika studio hizi, Mungu anakwenda kukutana na mahitaji yetu na mahitaji ya watu wengine watakaokuwa wakiusikiliza mkanda huu. Ni heshima yangu sasa kumkaribisha Fanuel Sedekia katika ibada. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hakuna mwingine kama Mungu wetu. Jina lake ni ngome imara. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina.
kuingia ndani ili tukapata kuabudu pamoja, maana tunajua ni yeye peke yake anayestahili sifa za mioyo yetu. Tunajua ya kwamba Mungu kaa katika sifa na maabudu zake. Ukisoma neno lake anasema ya kwamba anakaa ndani ya sifa zake. Tunapomwabudu anatukuka ama anainulia. Ndio wimbo wa mwisho ambao ni wa upendo. Nimeipata Yesu moyoni mwangi, moyoni mwangi, moyoni mwangi. Nimempata Yesu moyoni mwangi, moyoni mwangi, moyoni mwangi. Nimempata Yesu moyoni. Sauti ya kwanza waliompata Yesu. Ombeni Baraka John Paul. Tuimbe moyoni. Haleluya. Nimempata Yesu moyoni. Okay, sauti ya pili waliompata Yesu. Kwa furaha, neema ambayo na Renata Isaac, Salum, Hanan na Fares waliompata Yesu. Twende! Moyoni, moyoni, nimempata Yesu. Moyoni. Tena sauti ya tatu. Moyoni, moyoni, nimempata Yesu. Tunampigia Bwana vyombo. Amos. Waliompata Yesu moyoni. Lake umesikia mtumishi wa Mungu aliyeenda mbele. Huyu hayuko tena. Zedekia alienda kitambo sana, lakini nyimbo zake bado zinatumika kwa ukuu wa Mungu. Ziko na uwepo wa Mungu, bado zinahudumu katika mioyo za watu. Unapofanyia Mungu kazi, hata ukienda kuna kazi unaacha nyuma ambayo watu wanamshukuru Mungu. Wengi wanaokoka kupitia kwa hiyo kazi uliyofanya. Ndio kila wakati wanasemanga Mungu hapa duniani hatuishi milele, lakini wakati ambapo utaenda utaacha nini nyuma? Watu watasema Judy aliacha nini ama alikuwa anafanyia nini Mungu? Tukiona wale watumishi walienda, hata kama walienda mapema, lakini waliacha chambo, waliacha huduma ya Mungu ikiendelea katika duniani. Maana ukisikia nyimbo za Zedekia Fanuel, ukisikia nyimbo za Angela Chipalonza, ukisikia nyimbo za hao wengine na hao wahubiri, bado zinahudumu.
bado zinafanya kazi. Ukisikia mahubiri ya Bishop Kiuna, bado zinafanya kazi. Zinafanya kazi, maana hiyo anointing ambao waliacha nyuma inafanya kazi, na watu wanaokoka kupitia hizo nyimbo, kupitia hizo mahubiri. Nao wengine waliendanga mbele, si hao peke yao, kuna wengine walienda mbele. Huduma yao bado inaendelea na bado inafanya kazi katika kizazi hiki. Maana sasa hivi ukisikia nyimbo ambazo ni za gospel saa hizi, unashukuru Mungu, maana kuna wale ambao waliweka misingi na misingi yao bado haijatolewa, bado iko imara, imesimama. Ndio maana nimesema siku hizi nyimbo ambazo zinaimba gospel ni Mungu atatusaidia. Maana wale ambao walituwekea misingi ya uimbaji, kuna wale bado wanaendelea kama Sarakei. Kimwangalia huyo mama nampatia salute, maana anafanya kazi kubwa. Ukiangalia Solomon mkubwa, ukiangalia Rosemary Church, na kuna wengine ambao ninawajua wengi sana, wale ambao wanatumika, bado wanatumika wakinyenyekea mbele za Mungu. Ukisikia nyimbo zao unanyenyekea. Mimi si kila nyimbo ninasikia, kuna nyimbo zile nasikia na kuna zingine siwezi kusikia. Maana ninajua pahali ambapo kuna roho wa Mungu anafanya kazi, na kuna pahali ambapo Mungu hafanyi kazi. Maana unaweza kuworship, unaweza kufanya hata kama kanisani. Kuna wakati unaweza kusikia hii hapana, kuna roho ndani, na hii kuna Mungu hapa. Inalingana hata kwa mahubiri. Unaweza kusikia mhubiri mwingine usema hapana, hapa hakuna Mungu, na mwingine ukisikia unasema hapa kuna Mungu. Maana unasikia roho na nguvu za Mungu na anointing ina flow. Ndio maana mimi husema si kila mtu huwa nasikia ama nasikia mahubiri ama nasikia uimbaji ama nyimbo zake, maana najua Mungu nisaidia, najua hapa hapana, hakuna Mungu hapa. Wacha tuenda katika neno la Mungu kwa ufupi. Maana ni siku ya on Tuesday ya maabudu, ambapo tunasoma verse kiasi kidogo tu kujifunza tunapoabudu katika wiki ambayo Mungu ametupatia. Tulianza jana, hatujaanza saa hii asubuhi kuabudu. Tulianza jana vile wiki ilianza, tulianza kuabudu na kumshukuru Mungu kwa yale ambaye anatenda na kwa yale ambaye atatenda. Maana Mungu wetu anatenda kila dakika, kila saa, kila wakati. Tunapomngojea na tunapomuita, anatenda chinzi tunavyomuita. Maana anangoja sisi wenyewe tukapata kusema. Usiposema Mungu nataka kitu fulani, hatatenda. Mpaka umwambie Mungu nataka hivi, nataka njia zangu zikuwe hivi, nataka mikakati yangu nimeweka hivi, Mungu nisaidie ili zikapata kukua kwa laini, nataka vitu fulani na fulani, na Mungu utenda. Maana ni mwaminifu kwa neno lake. Neno lake ametupatia, ni mwaminifu, anatenda chinzi ambavyo tumemwambia. Na yeye mpango, lakini Mungu anazipangua, anakuweka kwa njia inayofaa. Na unachikuta uko kwa hiyo njia ambayo Mungu amekupanga. Kwa nini? Maana ameona kila ambacho umepanga sio kizuri. Unakuta amepangua. Kuna nyimbo unaweza kuandika, lakini unakuta pahali Mungu ameanza kuzipangua, kutoa maneno zingine na kuweka zingine. Mahubiri na kuanga hivyo tena. Unaweza kupanga mahubiri yako, utahubiri hivi na hivi na hivi. Kifika siku yenyewe unakuta Mungu amekwambia enda hii side. Na inabidi ukapata kumheshimu, maana kuna jambo anataka kutenda katika hiyo njia anakupeleka. Mara mingi huwa tunapanga tunakuta Mungu amepangua ama amerekebisha vitu ambazo tulikuwa tumepanga, na tunakuta njia ambayo ametupangia inaenda sawa sawa, maana alitaka hiyo njia iende hivyo. Basi wacha tuingie katika kitabu cha Psalms 119. Na last week niliandika wale ambao, kama nimekuwa baraka kwako, kama umeona nimekuwa baraka kwako, ninakuja online, ninapoleta nyimbo, ninaposema neno kifupi, kama nimekuwa baraka kwako, kuna namba yangu hapo juu. Chochote ambacho unaweza kutuma kwa ajili ya hii huduma, maana hii ni mwanzo tu, ninafanya matayarisho. Kuna mambo mengi ambayo inakuja, Mungu anataka kutenda. Anataka kutenda, na hii ni matayarisho tu, ninajitayarisha
kwa mambo makuu ambayo Mungu atatenda mbele yangu. Ninaamini Mungu atatenda makuu. Hii ni kujitayarisha, niko kwa marathon ya kufanya practice ambayo yanakuja. Maana uwezi ukaanzia juu, unaanzianga chini kwanza. Kuna namba hapo juu, yoyote ambaye ataiona hiyo namba, unaweza kunisaidia na chochote ambacho unaweza, na Mungu atakubariki sana. Mungu atakubariki maana utasapoti hii huduma ikapata kufikia wengi, ikapata kuenda mbali kwa ajili ya maabudu na sifa. Inaweza kuenda mbali na ikapata kuwafikia mbali. Hiyo ndio lengo langu ama tamaa yangu, nikapata kufikia wengi kwa maabudu na sifa. Na ukisoma neno lake anasema kwamba anakaa ndani ya sifa zake. Umesikia mtumishi wa Mungu akisema hapo, Mungu kaa katika sifa zake. Na anapokaa katika sifa zake anaonekana kwa njia iliyo si ya kawaida. Ukiangalia kwa stream utaona namba yangu ni ya M-Pesa. Chochote unaweza kuweka ndani, Mungu atakubariki. Maana nimeanza kufanya practice. Na ni wewe utasimama na mimi hadi uone nikitukuza Mungu katika level ingine. Na nikipanda hatua ile ambayo itakuwa ya juu, hata wewe utapanda. Maana ni kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inahitaji kushikwa mkono. Maana nikisema mimi peke yangu sitaweza. Ingia YouTube. Kama hutaweza, ingia YouTube, sikiliza nyimbo zangu, comment, view, sub, and then kuna skiza tune iko hapo juu. Chukua hiyo skiza tune, weka ikakuwa tune yako ya wimbo, na Mungu atakubariki sana. Maana unapoweka hiyo kukua tune yako, kuna wanatoanga shilingi moja kila siku katika ni bundles ama ni katika zile pesa unakuwa umeweka kwa simu, na hizo zinaweza kufanya kazi ambayo itaendesha huduma kwa ukuu wa Mungu. Acha nienda katika kitabu cha Psalms 119 verse 147. Nasema ya kwamba kutangulia mapambazuko, na aliomba msaada, na alingojea maneno yako kwa kutumaini. Tanirudia, verse ni Psalms 119 verse 147. Inasema ya kwamba kutangulia mapambazuko, na aliomba msaada, na alingojea maneno yake na kutumaini. Huyu ni Psalms anasema ya kwamba kutangulia mapema, aliamka mapema na kuomba msaada kutoka kwa Mungu. Aliomba msaada, mwelekeo, akaomba jinsi Mungu anaweza kumulinda usiku. Maana aliomba msaada, alikuwa anataka ulinzi, alikuwa anataka kila ambacho alikuwa anataka protection. Kuna vitu mingi ambavyo alikuwa anataka katika maishani mwake, jinsi sisi tunavyotaka tunapoomba. Maana uwezi ukaenda kuomba tu kwa Mungu kama utaki chochote. Unapomtamka Mungu ama unapoenda mbele za Mungu, kuna mambo ambayo unataka Mungu akapata kufanya katika maishani mwako. Ndio maana unasikia hapa Samson anasema ya kwamba kutangulia kwa mapambazuko, aliamka asubuhi mapema na akaomba ili akapata kupata msaada kwa Mungu. Msaada gani huo aliotaka kwa Mungu? Wewe umeamka asubuhi, kuna mambo ambayo umemwambia Mungu, msaada ambayo ulitaka Mungu akapata kufanyia katika maishani mwako. Ndio maana unaona asubuhi anasema ya kwamba kutangulia mapambazuko, na aliomba msaada, na alingojea maneno yako kwa matumaini. Kuna mambo ambayo aliweka mbele za Mungu na akatumainia ya kwamba Mungu atatenda, maana ako na hopes Mungu atatenda. Ametangulia asubuhi mapema kuweka maombi yake mbele za Mungu. Anataka protection, anataka chochote ambacho alikuwa anataka, kila ambacho unataka, kila ambacho unaomba kila asubuhi ukimuita Mungu. Maana uwezi ukaamka asubuhi uende mbele za Mungu na unyamaze. Kuna mambo ambayo unamwambia Mungu na unatarajia Mungu akapata kutenda.
Unapoenda mbele za Mungu, kuna mambo ambayo unataka Mungu akapata kutenda asubuhi na mapema. Maana huyu anasema ya kwamba kutangulia kwa mapambazuko. Kutangulia, aliamuka kabla light kapata kutoka nje ama mwangaza ukapata kutoka nje, aliamuka mapema na akatangulia kwa mapambazuko kupeleka maombi yake mbele za Mungu ili Mungu akapata kumpatia msaada. Na msaada wake ulikuwa protection. Alikuwa anataka protection katika maishani mwake. Alikuwa anataka Mungu akapata kumsaidia kwa vitu fulani ambazo alikuwa anaomba mbele za Mungu. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Maana unapoomba kwa matumaini, unapoomba ukiamini ndani yako, Mungu atatenda, Mungu utenda. Kuna misaada mingi ambayo huwa tunaomba kwa wanadamu. Lakini hapa Samson anasema ya kwamba kutangulia mapambazuko, na aliomba msaada na ngojea kwa maneno yako kwa matumaini. Maana alipoomba alingoja, anasema kwamba nangoja maneno yako kwa matumaini. Maana anajua kwamba Mungu atatenda. Tunapoamka asubuhi kuna mambo mengi ambayo tunayotarajia kwa Mungu. Tunapoomba Mungu akapata kufanya katika maishani mwetu. Na kuna vitu ambazo unaweka chini, unamwambia Mungu, nataka kitu fulani. Nataka unitoa pahali fulani, nataka uniweka mahali fulani, nataka unifanyie hivi, nataka unifanyie hivi, nataka unitendee hivi. Ni msaada ambayo tunapeleka, ni jambo ambalo tunapeleka, ni jambo ambalo tunapeleka katika maneno ambazo tunapeleka mbele za Mungu kama msaada. Unataka Mungu akusaidie. Akakusaidia pahali ambapo unaenda, akusaidia pahali ambapo unakaa, akusaidia kwa chochote ambacho unafanya. Na unamtumainia Mungu ukijua kwamba atatenda. Maana tumaini na imani yako ndani yako, Mungu atatenda jinsi ambavyo umeomba kwa Mungu. Ndio maana unaona Samson anasema ya kwamba kutangulia mapambazuko na aliomba msaada na lingoja kwa maneno yako kwa matumaini. Anasema ya kwamba kutangulia kwa mapambazuko, alitangulia mbele kwa mapambazuko. Akasema ya kwamba anataka kuenda mbele za Mungu kabla ndege waanza kuimba asubuhi na mapema. Unaanza kuenda mbele ya ndege, maana wewe ni wa maana kushinda ndege wa angani. Unapoenda mbele ya Mungu mapema, unatangulia na mahitaji yako, jinsi ambavyo unataka Mungu akapata kusaidia. Unapoenda mbele zake, unaenda na mahitaji zako na kila ambacho unataka Mungu akapata kufanyia. Ndio maana unaona Samson anasema kwamba kutangulia kwa mapambazuko, na liomba msaada na lingojea kwa maneno yako na kutumaini. Alingoja na kutumainia, akijua ya kwamba Mungu atatenda, atanilinda. Popote ambapo nitaenda atanikinga na mitego yote. Popote ambapo nitaenda, kila ambacho ninahitaji ndani yangu Mungu atatenda. Hili ndio jambo ambalo Samson alikuwa anataka. Zaburi Daudi alipokuwa anaomba kwa Mungu, alipoamka mapema na mapambazuko. Maana ilikuwa asubuhi sana. Maana ukiangalia katika neno lake anasema ya kwamba kutangulia mapambazuko, na aliomba msaada na alingojea maneno yako kwa matumaini. Jinsi sisi tulivyo, tunapongoja Mungu ili akapate kutupa msaada ambao tumekuwa tukiomba kwake, na kwamba asubuhi na mapema na kuomba msaada na kuweka matumaini katika neno la Mungu. Unapoweka matumaini katika neno la Mungu, unangoja Mungu akapata kutenda jinsi ambavyo umetamuka ama umesema. Asante sana wale ambao mnaingia online, Mungu awabariki sana. Unapoamka mapema, unaweka mahitaji yako mbele za Mungu. Kila ambacho unahitaji Mungu akapata kufanyia, na ukiamini ndani yako na kuwa na imani atatenda. Mungu ni mwaminifu. Mungu sio muongo. Kila ambacho umeamka mapema, umetangulia kama mwanadamu ambaye Mungu anapenda sana. Mwanadamu ambaye Mungu anaweza kuishi ndani yake. Ndio maana unaona Samson anasema kwamba kutangulia mapambazuko na aliomba msaada. Na alipoamka mapema akaomba msaada kwa Mungu. Neno lake linasema ya kwamba alitumainia neno lake. Akajua ya kwamba atatenda, maana Mungu hutenda. Unapoomba anatenda na kuamini. Nimesema hapo mwanzo ya kwamba sisi ni watu wa maana sana kushinda
chochote ambacho kiko katika ulimwengu huu. Mungu anaishi ndani yetu. Unapomkaribisha anaishi ndani yetu. Na anapoishi ndani yetu tunamhitaji kila wakati akapata kukaa nasi ili akapata kutufunza mambo mengi. Na unapotangulia mahitaji yako mapema mbele za Mungu asubuhi na mapema mbele ya ndege kusema kumuita kuitanisha mbingu, Mungu shuka na akatende yale ambayo umeweka mbele zake. Maana ukiangalia katika hii verse inasema kwamba kutangulia mapambazuko, na aliomba msaada na alingojea maneno yake kwa matumaini. Maana alipoomba alipoomba asubuhi mapema alingojea maneno yake na akatumainia ya kwamba atanilinda mchana wote, atanipa kazi, atanipa chakula, ataniokoa kwa mitego mingi, ataniponya, ataokoa familia yetu, atafanya kila ambacho umeweka mbele za Mungu. Ukimtumainia Mungu utenda, maana ni mwaminifu. Mungu hawezi akakuwa muongo, maana yeye ndiye aliyekuumba na akasema ya kwamba amekuumba kwa mfano wake. Alipokuumba kwa mfano wake akaweka pumzi ndani yake. Ni upendo wa Mungu juu ya mwanadamu. Maana hatujawahi ona katika Biblia amesema ya kwamba aliumba ndege ama aliumba hao wanyama. Tunaona jinsi alivyoumba mwanadamu. Ameumba mwanadamu kwa utofauti sana. Ndio maana unaona ya kwamba kila wakati upendo wa Mungu unakuwa kwa ajili ya mwanadamu. Kwa ajili ya mwanadamu. Siwezi kusema uwezi ukaniambia kwamba ndege huokoka. Hapana. Ama hizi wanyama unaona au wengine huo wanaokoka, mwanadamu tu. Ndio maana unaona anasema ya kwamba Samson anasema ya kwamba kutangulia mapambazuko na aliomba msaada na alingojea maneno yake kwa matumainia. Huyu Mungu wetu unapoweka mahitaji yako mbele zake. Unapoweka mahitaji yako mbele zake, Mungu utenda mambo ambayo unahitaji mbele zake. Maana ni Mungu mwaminifu. Ukiangalia kipengele kingine anasema kwamba huyu Mungu anasema ya kwamba Mungu ni mwenye haki na ni mwaminifu. Hapadiliki. Maana neno ambalo amesema katika neno lake hutenda kulingana na neno lake. Tukiangalia katika Isaya anasema ya kwamba katika Isaya 43 verse 19 anasema ya kwamba tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wacha nirudie. Tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Ni Mungu ambaye amejaa huruma na upendo. Maana unaweza kukosa dakika unapomuomba na kumsongea Mungu anakuhurumia. Ni Mungu ambaye ni wa huruma, ni Mungu ambaye ni wa upendo, ni Mungu ambaye ni wa neema, ambaye ni ajabu sana. Anasema ya kwamba tazama nitatenda jambo. Anasema tazama nitatenda neno jipya. Atatenda neno jipya. Neno ambalo kitu ambacho umeomba na umeamini na umetumainia Mungu atatenda. Anasema katika Isaya kwamba nitatenda neno jipya sasa na litachipuka. Na anasema ya kwamba wengi hawatajua litakapochipuka. Maana kuna tashwishi inaweza kukua ndani yako. Ukikaa dakika fulani umesema nimeomba sana, ama siku moja nimeomba sana Mungu atendi, ama miaka Mungu amekawia. Nimefanya umekaa kwa muda mrefu, umeanza kushuku Mungu atatenda kweli, atafanya. Anasema katika Isaya, tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Ya kwamba anasema ya kwamba hautajua sasa, lakini anasema ya kwamba atatenda jambo jipya. Na anasema ya kwamba atatenda neno atatenda. Anasema tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Kumbuka ya kwamba Zaburi amesema ya kwamba kutangulia mapambazuko na aliomba msaada na alingojea maneno yako. Nilingoja maneno yako kwa matumaini.
kwa kutumaini. Na hapa anasema ya kwamba tazama nitatenda neno chipya. Na anaendelea kusema ya kwamba sasa litachipuka. Sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Huyu ni Mungu ananena. Anasema ya kwamba tazama nitatenda neno chipya. Na anasema ya kwamba sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Pengine unaweza kukuwa umekawia kwa muda mrefu. Umeona Mungu amekawia na amesema ya kwamba nitatenda. Zaburi anasema ya kwamba ninangojea kwa matumaini. Anasema ninamngojea kwa matumaini. Na Isaya anasema ya kwamba tazama natenda neno chipya. Na anasema ya kwamba sasa litachipuka. Sasa hapa ni kutumainia. Maana anasema ya kwamba nitatenda neno chipya. Na anasema ya kwamba sasa litachipuka. Je, hamtajua? Anasema na je, hamtajua sasa? Anasema nitatenda neno chipya. Na anaendelea kusema ya kwamba sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Ni huyu Mungu yule tu. Amesema ya kwamba Samson anasema ya kwamba nangojea nalingojea maneno yako kwa matumaini. Na Samson anasema ya kwamba tazama natenda neno chipya. Sasa litachipuka. Anasema sasa. Na Zaburi anasema ya kwamba nangoja kwa matumaini. Na Isaya anasema ya kwamba tazama sasa neno chipya. Sasa litachipuka. Sana Maki. Litachipuka. Je, hamtajua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Haya ndiyo mambo ambayo Mungu atatenda. Unapomtumainia, unapomngojea, unapotumainia na unaposimama unasema ya kwamba ninakungojea kwa matumaini Mungu. Najua utanipa kazi. Najua utanipa mume. Najua utanipa kila ambacho ninahitaji ndani yangu. Anasema ya kwamba ukiangalia anasema ya kwamba Isaya anasema ya kwamba tazama nitatenda jambo chipya. Anasema neno chipya na sasa litachipuka. Na anasema je hamtajua sasa? Maana ulikuwa umeomba kama Samson. Umesema ya kwamba kutangulia kwa mapambazuko. Umetangulia asubuhi na mapema. Saa 6 za usiku. Umeweka mahitaji yako mbele za Mungu. Umemwambia Mungu nahitaji. Imefika saa 2 naelekea saa 2. Haujaona majibu. Neno la Mungu linasema ya kwamba tazama nitatenda jambo chipya, nitatenda neno chipya. Sasa litachipuka. Na anasema ya kwamba je, hamtajua sasa? Sasa itahitaji msukuma wa imani na matumaini, ukijua ya kwamba nitamtrust Mungu atatenda. Maana amesema je hamtajua sasa? Anasema je hamtajua sasa? Na anasema ukiangalia akiendelea B ya 19 anasema ya kwamba nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Huyu ni Mungu ambaye tunamtumainia. Asante sana Maki. Morning. Habari ya asubuhi. Kwangu nimeamka nikiwa salama. Ninamshukuru Mungu kwa uhai na uzima. Anasema ya kwamba ukiangalia katika Isaya anasema ya kwamba ukiangalia pia anasema nitafanya njia. Ile neno ambalo umeomba ama kuna vitu ambazo ulikuwa umeandika chini. Umeomba kwa muda haikuji. Hauoni kitendeka. Neno la Mungu linasema ya kwamba tazama nitatenda neno chipya. Sasa litachipuka. Na anasema ya kwamba je, hamtajua sasa? Hauwezi ukajue dakika ama sekunde ambayo Mungu atatenda. Maana anasema ya kwamba atafanya njia katika jangwani na mito zitatoka maji. Pahali ambapo kumekauka, pahali ambapo kumekosa matumaini. Ukiangalia unasema ya kwamba nitaolewa kweli. Matumaini imeisha. Maana ukiona kila kitu, miaka imeenda, kila kitu kimeenda, unaona ya kwamba matumaini imeisha. Neno la Mungu linasema ya kwamba tazama ninatenda jambo jipya. Sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Na anasema ya kwamba katika nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji
na mito ya maji jangwani, na mito ya maji ya nyikani. Umeangalia ukakuta kumekauka. Pengine umetafuta kazi, umetembea na uliweka matumaini yako kwa Mungu asubuhi na mapema. Umetembea sai, umetembea kila pahali, hakuna pahali ambapo panasikika kuna kazi. Ama hakuna pahali ambapo panasikika kuna mtu atakuoa. Ninapenda sana ninaposikia mchungaji wangu akisemea kwamba hata mtu wa kukufanyia tu hakuna. Yaani umekata tamaa. Umesema hakuna sasa hata matumaini. Wacha niishi tu. Wacha sasa hata nitumikie tu Mungu jinsi nilivyo. Yaani umekata matumaini. Umeona hakuna kabisa. Maana ukiangalia wewe mwenyewe unaona kama mambo yaliisha. Na ukakata tumaini, ukakaa kama uko jangwani. Umekaa kama kwa mwamba ambao hakuna maji ambayo inaweza kutoka pahali popote. Mwamba ambao huwezi ukapasuke. Umekaa jangwani, hakuna maji. Neno la Mungu linasema ya kwamba, Mungu anasema ya kwamba nitafanya njia hata jangwani, pahali ambapo uko umekaa. Hakuna mti, hakuna ni jua umeona imeangaza, hakuna nyazi, hakuna chochote ambacho unaweza kuona kiko ambacho kitakupatia matumaini. Anasema ya kwamba nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Huyu ni Mungu wa huruma, wa upendo. Mungu ambaye anayetupenda. Mungu ambaye anayetupenda jinsi ambavyo tulivyo. Tunapomsongea na tusongea. Maana unaweza kuona mlevi amekunywa, ametukana, amefanya mambo mengi. Lakini anapoanguka katika mtaro analala kwa maji. Mungu anamungoja hapa, akiamka asubuhi anakuwa muwete. Mungu amemlinda usiku wote. Maana anampenda tu. Anampenda jinsi alivyo. Ndivyo anavyokupenda. Unapochukua hiyo kiatu unachivalisha ndani. Wengi tumeona kama maisha yetu imekuwa chango. Tumetafuta kazi, hakuna kazi. Wengi tumetafuta kuolewa, hatuolewi. Tunaona kama mambo yote yameisha. Umekiva hapo sasa, umekaa tunataka kutumikia Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba Daudi alikuwa anasema ya kwamba kutangulia kwa mapambazuko naliomba, msaada nalingojea. Anasema ya kwamba alingojea kwa matumaini. Alingojea Mungu kwa matumaini. Maana alijua ya kwamba nikimungojea atatenda. Na ukiangalia Isaya anasema ya kwamba nitafanya njia hata jangwani. Huyu ni Mungu. Atafanya njia pale ambapo umefika mwisho. Hapo ndio utaona Mungu akionekana. Ndipo utaona maji yakikuja. Ukaona jangwa kuna uzima. Jangwani kuna uzima. Utaona nyasi zimeanza kumea. Na utaanza kusema ya kwamba kuna Mungu. Kumbe maombi ambayo niliomba Mungu alikuwa ananisikia. Mungu anakusikia. Ukitumainia, ukimungoja. Na ukimungojea utamuona Mungu wako katika hali ambayo uko ndani. Tukiangalia njia ya nyikani. Neno la Mungu linasema ya kwamba njia ya nyikani, ukiona njia ya nyikani ni njia ambayo inakuelekeza katika ahadi za Mungu. Ni njia ya haki ambayo inakuelekeza katika ahadi za Mungu. Unapokuwa tayari na kumungojea, unapokuwa present, unapokuwa unakuwa kila wakati ukikumbusha Mungu, unapokuwa present, uko katika nyikani, lakini unamwambia Mungu ninahitaji kitu fulani. Unamungoja kwa matumaini, unamungoja kwa imani, unangoja ukimtrust, ukisema ya kwamba na hopes atatenda. Ni hiyo njia katika nyika ambayo uko katika ndani. Hiyo njia itakuelekea katika njia za haki, na ahadi zake zitatimiza ndani yako. Na unapokuwa tayari kila wakati kuwa present mbele ya Mungu, ukipeleka mahitaji yako kila wakati. Unapokuwa present, Mungu anakuwa. Maana Mungu anakuanga kila wakati. Mahitaji yako inatakana kukua kila asubuhi ukiamka. Kila wakati, hata kama ametenda hajatenda, kuwa wakati mbele za Mungu ukipeleka mahitaji yako. Kila ambacho unahitaji unasema kila asubuhi na mapambazuko. Maana ukiangalia Daudi alisema ya kwamba anasema ya kwamba kutangulia kwa mapambazuko naliomba.
naliomba msaada, nalingojea maneno yako kwa matumaini. Aliomba na akangojea. Na ukiendelea hii ya mwisho inasema ya kwamba ukiangalia Psalms, kitu ambacho nimeshangaa kwamba Psalms haikuandikwa na Daudi peke yake. Ukiangalia Psalms 90 verse 14, Moses ako katika Zaburi. Ukisoma katika Psalms 90:14, Moses ako katika Psalms 90:14. Inasema ya kwamba Moses aliomba katika Zaburi, Mungu amuonyeshe upendo kwa Israeli kila asubuhi na kujitakasa. Maana unapongojea kuna jambo ambalo unapongoja kwa Mungu. Unapoomba unahitaji, umeweka mahitaji yako kwa Mungu. Kila wakati unapoenda na hiyo mahitaji, ni kila wakati unamtumainia na unamtrust na unakuwa available kila wakati. Unamtrust Mungu na unaweka mbele za Mungu. Unapoweka mbele za Mungu, unamuomba na kujitakasa kila wakati Mungu, ili Mungu akapata kuelekeza katika njia zake za haki na ahadi yake ikapata kutimia katika maishani mwako. Ukiangalia katika chinzi ambavyo Musa aliomba kwa upendo, alikuwa akijitakasa kila wakati, akijitakasa, akiomba, akimungojea Mungu, na Mungu hakumuacha. Maana upendo wake Mungu wetu, upendo wake. Asante sana Will, Mungu akubariki sana. Upendo wake kwake Mungu, upendo wake kwa kwetu, upendo wa Mungu kwetu sisi unapitia kujitakasa kupitia kwa Yesu Kristo. Unapojitakasa kupitia kwa jina la Yesu Kristo, Mungu anatenda kazi yake tunapoamini Yesu Kristo, tunapomwamini Mungu na kukuwa na encourage, encourage. Hiyo hali ambayo uko ndani sio ya milele. Unapojitakasa kila asubuhi, unapoenda kwa mapambazuko kama Daudi, mapema sana unapoenda mbele zake kujitakasa, kuna mambo unahitaji, lakini kuna njia ambayo Mungu anataka upitie ili akapate kukutendea. Njia ambayo tunayoenda, unapoenda asubuhi unaanza kujitakasa na kuambia Mungu akapata kuhurumia, ukapata kuomba huruma za Mungu katika maishani mwako. Kila ambacho unahitaji, Mungu anasema ya kwamba atakuelekeza katika njia za haki na ahadi yake itatimia katika maishani mwako. Maana umemungoja na matumainia na umekaa ukimtumainia. Maana anasema ya kwamba, ukiangalia Daudi anasema ya kwamba kutangulia mapambazukoni na aliomba msaada na alingoja maneno yake kwa matumainia. Hapa alikuwa ameomba na kumtumainia, hakupata hiyo dakika. Alikuwa anamtumainia na alikuwa anaamuka kila asubuhi mapema akitumainia, akimtrust Mungu atatenda. Na ukiangalia Isaiah anasema ya kwamba tazama ninatenda jambo jipya, neno jipya. Na anasema ya kwamba sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Ya kwamba unapoomba unatumainia Mungu, unamungoja ukimtrust. Na anasema ya kwamba unapomungoja, unapomtrust, unamtrust ukijua ya kwamba atatenda. Unapomtrust atatenda. Pengine anaweza kutenda hiyo dakika, pengine anaweza kutenda saa ile inafuatia, pengine unaweza kulala hiyo siku hawezi akatenda, lakini unamtrust. Maana anasema ya kwamba, ukiangalia katika Isaya anasema ya kwamba tazama na nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Anasema ya kwamba hautajua sasa, hautajua yale ambaye atenda. Ukiendelea kumtumainia, ukiendelea kumungoja, ukiendelea kumwamini, ukiendelea kujitakasa kupitia kwa Yesu Kristo. Anasema ya kwamba unapojitakasa ukipitia chinzi Musa alivyokuwa akijitakasa, akiomba katika Zaburi, alikuwa akimungoja Mungu akijitakasa. Na ukiangalia kujitakasa kwetu kunapitia katika utakaso wetu, unapitia katika Yesu Kristo. Tunapojitakasa tunapitia kwa jina la Yesu Kristo, anatutakasa. Tunapongoja majibu ambaye atatenda katika maishani mwetu. Maana anasema, ukiangalia Isaya anasema ya kwamba je, hamtajua sasa? Maana anasema hatutajua. Na anasema ya kwamba atafanya njia nyikani. Anasema atafanya njia katika nyika.
nyikani, atafanya njia, nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Jangwani pahali ambapo uko umeomba, jangwani ambapo umeongoja Mungu kwa muda mrefu, pahali ambapo hauoni, hakuna nyasi, hakuna mti, hakuna maji, hakuna chochote, anasema ya kwamba atafanya njia katika jangwani na mito ya maji nyikani. Huyo ndio Mungu ambaye tunayemtumainia. Maana ukimtumainia na kumngojea, jinsi ambavyo umesikia Samson amesema ya kwamba na kutumainia na kungojea na kutumainia, pengine hakutenda hiyo wakati, ndio maana unaona anasema ya kwamba na kutumainia na kungojea, na alikungojea. Anasema kwamba nalikungojea. Ukiangalia kwamba protection, Mungu tunapomngojea, tunapohitaji protection, tunamngojea Mungu, anatupa knowledge yake jinsi ya kushinda. Na tunaposhinda anatupa wisdom yake, anapokupatia knowledge, anakupatia na wisdom yake jinsi ya kushinda, na anakuelekeza pale ambapo unaweza kushinda. Tunapojitakasa kila wakati, kila asubuhi, jinsi tunavyoona hao watumishi wa Mungu walipofanya kupitia kwa Yesu Kristo. Wote wanaomwamini Yesu Kristo na kumtumainia wanakuwa encouraged, atatenda. Unakuwa encouraged, maana unajua ya kwamba nitapata security kwa Mungu. Nitapata kila ambacho ninahitaji, protection katika Mungu. Nitapata kila ambacho ninahitaji, Mungu atatenda. Maana unaji-encourage katika neno lake na kusimama imara. Kila wakati kila ambacho Mungu hajatenda katika maishani mwako, unamngojea. Maana anasema ya kwamba nitatenda, nitafanya jambo jipya na nitafanya jambo jipya. Anasema ya kwamba nitafanya jambo jipya, na anasema ya kwamba je, hamtajua sasa? Hauwezi ukajua dakika ambayo atafanya, lakini anasema ya kwamba nitafanya jambo jipya. Na anasema je, hamtajua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Ni Mungu ambaye tunayeamini. Asante sana Enzo, my brother. Asante sana Pastor Jiro kutoka Uganda. Asante sana my brother Kipsang. Mungu awabariki sana. Ninawapenda sana na upendo wa Yesu Kristo, na ninawaomba maana niko kwa mazoezi ambayo unaona Kipsanga, kile ambacho unaonanga wakale wanafanyanga mazoezi ya kuanza kufanya mazoezi jinsi ya kukimbia kabla wachaenda katika international. Nafanya mazoezi ya kuenda international. Maana Mungu anaenda kutenda mambo ambayo ni makuu sana. Kuna namba yangu iko hapo juu ya screen, na kama unaweza utatuma chochote ambacho unaweza. Siwezi kila ambacho roho wako atasema, roho Mungu atasema, atakunenea, tenda. Weka zile ambazo unaweza kuweka, hata zikikuwa milioni 10. Maana tuko na imani unaweza kufinya tu hiyo milioni 10 ingie ndani. Na tumshukuru Mungu, maana utaniona katika anga lingine ambalo si la kawaida. Niko katika mazoezi. Ukiangalia namba yangu, nitumia kitu ili nikapata kuendeza. Nimeanza juzi, ilikuwa ndani yangu tu nianze nyimbo za maabudu. Namshukuru Mungu, maana ninaona ukuu wake, ninaona wema wake. Katika peji yangu nimeona Mungu akitenda makuu sana. Mungu akitenda makuu. Kesho niko huko, tukutane huko. Enzo ako huko, Kipsanga ako huko. Ingia katika peji yangu, nisaidie kulike, kucomment, kushare, na Mungu atakubariki sana. Maana ni injili, tunataka Yesu akapate kukua kila pahali. Tukapate kumtaja kila pahali, akapata kukua wimbo. Mara ya kwanza nilipokuwa nikianza nilisema kwamba tunataka tufanye Yesu akakoe wimbo kila pahali, tukapata kuimba wimbo wa Yesu katika maisha. Ni kitu ambacho ninapenda sana. Ninapomtangaza Yesu, ninapomsema, ni kitu ambacho ninasikia niko salama sana ndani ya Yesu Kristo. Mbarikiwa sana, tukutana next Tuesday. Share hii link kwa akaunti yako. Nitoleka kitu ambacho Mungu atatia ndani yako, roho yako, kila ambacho atakwambia weka ndani na Mungu atakubariki. Kesho niko katika peji yangu ya KK Judith
Tuingia huko saa moja masaa kama haya tukapata kumshukuru Mungu na tutaona makuu ya Mungu katika maishani mwetu. Barikiweni sana, tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakuinua. Maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa wema wako Bwana. Umekuwa mwema, umekuwa Mungu mkuu, umekuwa mfalme. Tulipoanza wiki Bwana, kuanzia jana tumeona uzima, tumeona ukuu wako, tumeona wema wako Bwana, tumeona huruma zako juu ya maisha yetu. Tunakushukuru. Tunasema asante Bwana, maana wewe ni mkuu. Asante Yesu mwana wa Mungu kwa kila mmoja ambaye nimekuwa naye online Jehova. Mfalme wa ajabu, unajua mioyo zao, unajua kila ambacho wanahitaji. Neno lako limesema ya kwamba katika Psalms imesema ya kwamba nalimngojea, nilitangulia mapambazuka, nalimuomba. Aliomba msaada, nilingojea maneno yako kwa matumaini. Mfalme, unajua mioyo yao Mfalme, unajua kila ambacho wamekuwa wakikutumainia Mwokozi. Bwana Mfalme, fungua njia zao Jehova, onekana katika kwa kila maisha Bwana. Chochote ambacho wanachokihitaji Yesu mwana wa Mungu, tenda kulingana na neno lako na jina lako litainuliwa. Uinuliwa na upewe sifa, uinuliwa na utukuzwe. Jina lako litukuzwe, jina lako lipewe sifa. Bwana, ninaomba ya kwamba anga la hii Mfalme, kipindi cha Jehova, Mfalme wa ajabu, ninaomba ya kwamba ukapata kufungua, likapata kufikia wengi, ili jina lako likapata kutukuza kwa ajili ya ukuu wako Bwana. Mfalme, ninakushukuru, ninakuinua, ninakusifu kwa ajili ya kila mmoja Bwana na familia zao Bwana, naziweka mikononi mwako Bwana. Walinde walipo Bwana, pale ambapo wanafanya kazi Mfalme, ulinzi wako ukapata kuwa juu yao Jehova, na jina lako litatukuzwa na jina lako litainuliwa. Uinuliwa na upewe sifa, uinuliwa na utukuzwa Bwana, utukuzwe maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa ajili ya mchana wa leo Mwokozi, tunaukabizi mikononi mwako Bwana. Enenda mbele zako Jehova, ukapata kuwa macho, ukapata kuwa masikio mikuu yetu, ukapata kuwa mwangaza wetu Bwana. Mungu wa ajabu, pale ambapo tutakanyaka, pale ambapo tutaingia Yesu mwana wa Mungu, tuelekeze Mfalme, ukakuwa mbele zetu Jehova, na jina lako litatukuzwa Mfalme. Your protection Jehova ikapata kuwa juu yetu Jehova. Chochote tunachokifanya, wacha tukafanye chini yako Jehova, ya hekima yako, na jina lako litainuliwa na litatukuzwa. Uinuliwa na upewe sifa, uinuliwa na utukuzwa, maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa wema wako Bwana. Mfalme wa ajabu, napoombea katika nchi yetu ya Kenya Jehova, tunaomba katika pande zote za nchi ya Kenya Bwana. Tunasimamisha Mwokozi kila maafa Bwana ambaye inatendeka katika barabarani zetu Jehova. Tunasimamisha kila vifo Jehova ambazo zinaenda mapema Bwana. Watoto Bwana na wazazi Bwana, wazazi wanaacha watoto, watoto wanaacha wazazi Jehova. Kilio katika nchi ya Kenya Mwokozi, kama kuna yeyote Yesu mwana wa Mungu anatenda kupitia katika njia za witchcraft Jehova, tunakomesha maroho ambazo zinatumwa katika Mfalme barabara zetu Jehova. Tunatuma moto wako Roho Mtakatifu kwa barabara zetu za Kenya Bwana, kona zote Jehova. Tunaomba Bwana, chochote ambacho kimetumwa Yesu mwana wa Mungu, maroho Bwana za kumweka damu Jehova ambazo zimetumwa Yesu mwana wa Mungu, mapepo ambazo zinakunywa damu Yesu mwana wa Mungu, tunaamurisha pale ambapo zimetumwa, pale ambapo zimesimama, pale ambapo zimekaa Yesu, tunaziamurisha Bwana zikapata kurudi pale ambapo zimetoka katika jina la Yesu. Tunaziamurisha na moto wa Roho Mtakatifu pale ambapo zimetumwa Bwana kukunywa damu Yesu mwana wa Mungu. Tunatuma Bwana roho wako wa moto Bwana akapata mzikimbisha, wakapata kuruti pale ambapo wametoka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu mwana wa Mungu, tunaangamisha Bwana, tunaangamisha Yesu mwana wa Mungu Bwana, wingu la maafa nchi ya Kenya. Tunakataa Bwana maafa Bwana, tunakataa vilio Bwana, maafa ambayo haitoki kwako Yesu mwana wa Mungu. Tunasimamisha katika nchi ya Kenya katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu wa ajabu, yoyote ambaye Bwana anatumiwa Mfalme Bwana Mungu wa ajabu kumaliza Mfalme vizazi ambazo Bwana ni za kesho Yesu mwana wa Mungu, Mfalme wa ajabu, pale alipo tunatuma moto wako Yesu, moto wako Roho Mtakatifu Bwana akawe blind Jehova Jire katika jina la Yesu Kristo. Tunaamurisha moto wako Bwana pale alipo Yesu mwana wa Mungu akapata kuwa blind Jehova katika jina la Yesu Kristo. Wanadamu ambao wanatumiwa Mfalme Mungu wa ajabu kumaliza wengine barabarani Jehova, Mungu wa ajabu, tunatuma moto wako Bwana
katika barabara zetu za nchi ya Kenya. Yesu mwana wa Mungu, anga la vifo Bwana tunalimaliza Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa ajabu, tunaomba roho wako wa moto katika anga la Kenya Bwana. Anga la Kenya Jehova, mfalme wa ajabu, tunaomba damu yako Jehova. Tunaomba damu yako Bwana. Ondoa anga la vifo Bwana. Ondoa anga la vifo katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru maana wewe ni Mungu. Bwana linda Bwana watoto Bwana, wamama, wazee Bwana, Bwana Mungu wa ajabu. Linda familia Jehova, mfalme wa ajabu. Maroho ambazo zinazotumwa Bwana katika manyumba Bwana, zinazorushwa Bwana kwa vijana wanachiua Bwana kabla ya maisha yao Jehova Mungu wa ajabu. Tunatuma hiyo roho pale ambapo imetoka Bwana, tunairudisha. Na mapepo pale ambapo zimekaa zimesimama Bwana, tunazirudisha Bwana, zikapate kukimbia kuelekea Bwana Jehanamu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tunaomba damu yako ikatawale, damu yako ikapata kutawala nchi ya Kenya Bwana, barabara zetu Bwana. Damu yako Yesu mwana Mungu ikatapaka kila pale. Simamisha maafa Bwana, simamisha maafa Yesu, wewe uko na nguvu Bwana. Usimamisha maafa nchi ya Kenya Bwana. Wale ambao Bwana wanalia Bwana, wakumbatie Yesu, wakumbatie Jehova, wapatie matumaini ya kesho Jehova katika jina la Yesu Kristo. Kila mizozo ambazo zinazozana Bwana katika manyumba, ambazo zinamaliza vijana mapema na watoto mfalme, tunaimaliza Bwana kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana ingia katika manyumba Bwana. Yesu mwana wa Mungu, ukakuwa mshauri Jehova, ukapata kuwashauri Yesu mwana wa Mungu, ukapata kulinda familia Bwana. Leta amani Yesu mwana wa Mungu katika familia zetu Bwana za nchi ya Kenya Bwana. Leta amani Yesu, leta amani yako Bwana. Leta mauiano ya Jehova Mungu wa ajabu. Leta upendo wako, leta amani yako Yesu mwana wa Mungu. Na jina lako liinuliwe, litainuliwa, jina lako litatukuzwa maana wewe ni Mungu mkuu. Uinuliwe na upewe sifa, uinuliwa na utukuzwa maana wewe ni Mungu mkuu. Bwana tunaomba mfalme, wale ambao ni wagonjwa Bwana manyumbani na hospitalini, nyosha mkono wako wa uponyaji Jehova, wasimamisha pale ambapo wako, wape uzima Yesu mwana wa Mungu kwa jina lako Yesu Kristo. Tunakushukuru, tunakuinua, uinuliwa na upewe sifa maana wewe ni Mungu mkuu. Jina lako liinuliwa na litukuzwe. Asante Bwana maana umetenda, ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Wapendwa, ukiona watu wanazozana kwa nyumba ama kuna kitu kinatendeka, saidia pale ambapo unaweza. Maana siku hizi ni hatari, ni mwisho. Mtu kuua watoto wake na kujiua si kitu ambacho tunaweza kuona ni rahisi. Si kitu ambacho tunaweza kuona ni kawaida. Tuombe Mungu atusaidie ili tukapate kuishi miaka mingi. Maisha ambayo inakatika si ati alipenda. Tuombeane, ombea jirani yako, ombea yule ambaye unamjua wako karibu, ombea Kenya, chochea Yesu Kristo katika kila jambo, na tutamuona Mungu kwa njia ambayo ni ya ajabu. Mbarikiwa sana, tukutana kesho katika peji yangu ya KK Judy. Nitakuwa live. Nimeona Mungu ametenda makuu, maana nimeona views zilikuwa mingi, ni siku 2 nimekuwa huko. Na ninajua Mungu anatenda jambo ambalo nimesikia katika Isaya akisema ya kwamba natazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtajua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji itatoka maji. Sasa unapoona mambo yakitendeka, unajua Mungu anafanya jambo katika nyika ambayo umekuwa ndani. Unaona Mungu akifungua njia. Mbarikiwa sana, tukutane kesho katika my page. Wengine tukutane next week on Tuesday, lakini sio hizi siku 2 peke yake. Kila siku mtafuta Mungu mapema. Mahitaji yako mwambie Mungu mapema, na usichoke. Kila unapoamka mapema, hiyo mahitaji kama hajatenda, enda nayo mbele kujitakaza kupitia Yesu Kristo.
utaona Mungu akikuelekeza katika njia ya haki, na ahadi yake itatimia katika maishani mwako. Barikiwa sana.